Baada ya mashabiki kupaza sauti katika tamthilia mpya ya Kevin ambayo inafahamika kwa jina la Bado Natafuta, ambayo inaruka katika platform ya YouTube huko katika channel ya Ndota TV, mashabiki wamekuja na malalamiko, ama mashabiki wamekuja kumhitaji Loveness aweze kuingia, kwa maana kopa la upande wa Kevin pamoja na Tina haliko sawa kabisa, na mashabiki hawajafurahishwa nacho, kwa maana wanadai Tina amekuwa akicheza uhusika ambao umekuwa na roho mbaya, paka Kevin amekuwa ni mtu ambaye anajutia, mwisho wa siku anakaa kutishiana na kuanza kupeana vitisho. Mashabiki wengi nimeweza kukuwekea comment hizi hapa uweze kuziona kwamba wanamhitaji Loveness kivipi, kwa maana movie wanaiona kama movie, wanadai kwamba movie ni nzuri, lakini wanamhitaji huyu mwanadada ili aweze kuja kunogesha zaidi, kwa maana kopa la Kevin pamoja na Loveness, kopa moja ambalo ni pendwa zaidi na watu ama mashabiki wamekuwa wakifurahi wakiona hawa watu wawili wakiwa wanafanya kazi pamoja. Sasa mashabiki wamekuja kupaza sauti katika tamthilia ya Bado Natafuta kwamba Loveness aweze kuingia ili waweze kufanya kazi pamoja. Mashabiki wamezidi kumuomba sana Kevin. Nadhani season ambayo itakuwa inakuja ama kipande ambacho kitakuwa kinakuja katika Bado Natafuta, nadhani Loveness tutaweza kumuona, lakini nikuombe kitu kimoja, endelea kusalia katika channel yako pendwa hii hapa ya Bongo Media ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata updates zetu na kazi zetu. Usisahau kubonyeza alama ya kengele uwe mtu wa kwanza kabisa kupokea notification zetu. Acha comment yako hapo kutokana na mtazamo wako. Je, Loveness anatakiwa uweze kurudi kukava nafasi yake au Tina endelee kusimama katika nafasi yake hiyo? Inakuwaje kama Loveness akija kucheza upande wa pili? Itanoga kama jinsi watu ambavyo wameweza kumpokea Tina, na tofauti kabisa na Loveness, lakini watu wengi wamezidi kumuomba sana kwamba Loveness aweze kurudi katika tamthilia hiyo ama aweze kuingia katika tamthilia hiyo, na imani kabisa kwamba Kevin ambaye ni mtaalamu katika movie ya Bado Natafuta atakuwa anafikiria, kwa maana ni msanii wake, hawezi kumwacha hivi. Ni lazima tu tutakuwa kwamba huko mbeleni tutazidi kumuona kutokana na movie ama story jinsi inavyoenda, kwamba Loveness inamhitaji ili waweze kukaa poa zaidi. Sasa tunasubiria kwamba next season ambayo inayokuja tutategemea kumuona Loveness kiukubwa zaidi, lakini pia kiutaalamu zaidi, kwamba ule ufundi Loveness aliokuwa nao atakuja kuonyesha pia huku katika Bado Natafuta. Tumeweza kumuona katika tamthilia tofauti ambazo ameweza kufanya poa, lakini upande wa Tina mashabiki hawajamuelewa kabisa kwamba kucheza Kevin na Tina wakiwa kwenye mahusiano, watu hawajaelewa kabisa. Siongei binafsi, mimi nimeweza kupitia comment za mashabiki ambao walikuwa wanamuomba Kevin. Ni zaidi ya watu 100 ambao wamemuomba Kevin aweze kumrudisha Loveness ili waweze kupata kazi nzuri ambayo itakuwa na mvuto zaidi, kama Penzi la Mtoto wa Boss ambavyo ilikuwa na mvuto. Endelea kusalia katika channel yetu hii hapa. Nikukumbushe tu tena kwamba usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, usisahau kubonyeza alama ya kengele uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Lakini tukutane katika uwanja wa comment hapo kutokana na mtazamo wako kwamba una mtazamo gani. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tuweze kukutana next video tuweze kujua ambayo yalojiri. Upande wa Kevin ambaye anayefanya poa sana na movie yake ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta. Upande wa mashabiki ama upande wa fans ambao wanaomsupport Kevin kuanzia Penzi la Mtoto wa Boss na kazi kadhaa ambazo ameweza kuzitoa hapa before, ama mapokezi yake yalikuwa ni makubwa zaidi. Sasa mashabiki bwana, kuna mtu ambaye wanamhitaji katika tamthilia hiyo, na ukweli kwamba Loveness ni ana nafasi yake katika upande wa movie za Kevin ama tamthilia ambazo Kevin anakuwa anazileta mbele ya mashabiki zake. Sasa baadhi ya mashabiki au mashabiki wengi wamedai kwamba bidhaa ambayo ameileta sasa hivi, of course ni bidhaa ambayo imeweza kupata mapokezi makubwa na numbers kubwa sana huko katika platform ya YouTube, lakini pia mashabiki wamekuja na kutoa maoni. Nadhani kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa tamthilia za kibongo hapa Tanzania, kuna tamthilia moja pendwa zaidi ambayo inafahamika. Tamthilia hiyo inafahamika kwa jina la Dunia. Ni tamthilia ambayo walijaribu kumbadilisha Matilda tu kidogo, lakini baadhi ya mashabiki walikuja na kuanza kujaji kutoa ya moyoni, kwa nini mtubadilishie Matilda? Lakini baadhi ya siku ambazo zimezidi kwenda ama baadhi ya siku zilizozidi kusogea, Matilda baada ya kumaliza matatizo yake alibidi arejee katika tamthilia hiyo ambayo iko na tamthilia ambayo
inafahamika kwa jina la Dunia. Ni tamthilia pendwa zaidi kwa sasa hivi. Tukizungumzia tamthilia ambazo ni pendwa, Dunia huwezi kuiacha kuiweka kwamba ndo namba moja tamthilia kwa sasa hivi. Lakini pia Kevin kazi yake hii hapa anasema kwamba ni kazi pendwa nayo. Sasa mashabiki wameanza kutoa ya moyoni kwamba ni mtu gani ambaye wanamhitaji aweze kuhusika katika upande wa kazi yake, ambayo mashabiki, ni mitazamo ya mashabiki, lakini upande wake yeye mashabiki hawajazoea kabisa kumuona Kevin akiwa na mahusiano pamoja na Tina. Sasa wao wamezoea kumuona Loveness akiwa na Kevin. Lakini nikuombe kitu kimoja kabla sijaendelea, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo chini, lakini usisahau kuachia comment kutokana na mtazamo wako. Je, unaonaje kwamba Kevin atakuwa aweze kumvuta chap Loveness katika tamthilia ya Bado Natafuta, ili waweze kufanya kitu ambacho kimezoeleka kila siku kwamba wamekuwa na performance nzuri sana pindi wanapokuwa wanafanya kazi za pamoja. Lakini Kevin ni mtu ambaye anayebadilika kila saa kutokana na kwamba uhusiko na mtaka aweje. Sasa mashabiki wamekuja kutoa ya moyoni kwamba wanamhitaji Loveness aweze kusogea katika tamthilia ya Bado Natafuta. Nadhani Tina nafasi ambayo ameweza kukaa, inaonekana kabisa kwamba nafasi aliyopo hajaweza kukava. Hapa nimeweza kukutolea mfano ambao ulio hai katika tamthilia ya Dunia. Kuna mwanadada ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Matrida. Huu ni mfano ambao ulio hai kabisa kwamba katika tamthilia ya Dunia hii hapa sasa hivi ni tamthilia pendwa zaidi kwa sasa hivi kwa hapa Tanzania. Nikizungumzia tamthilia, basi Dunia siwezi kuikosa kuiweka upande wa namba moja. Sasa kuna huyu mwanadada ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Matrida, aliweza kuonyesha performance nzuri sana katika upande wa tamthilia ya Dunia, lakini baada ya muda waliweza kumbadilisha kutokana kwamba alikuwa na matatizo ya kifamilia au matatizo yake binafsi. Sasa yule mtu ambaye wameweza kumbadilisha ili aweze kukava katika nafasi ya Matrida, mashabiki waligoma kabisa kumpokea na walikuwa wanadai kwamba Matrida aweze kurudi, na Matrida alikuwa na changamoto kidogo kutokana na kwamba alikuwa ni mjamzito, lakini baada ya kujifungua na kuweza kukaa sawa aliweza kurudi katika tamthilia ya Dunia na watu wakaendelea kumpokea vyema zaidi. Lakini baada ya kukosekana na kubadilishiwa kwamba mhusika mwingine kaletwa ili aweze kupokelewa, mashabiki waligoma kumpokea na waligoma kweli, wakaonyesha ushirikiano kwamba sisi tunamhitaji Matrida, hatuhitaji kubadilishiwa. Ndio kama upande wa Kevin, hiki kitu unaona kabisa kwamba ndio kitu ambacho kimeweza kumkuta Kevin upande wa Loveness, kwamba mashabiki wanahitaji Loveness aja asimame katika nafasi yake na so Tina hawajamzoea kabisa. Ndio maana hata baadhi ya mashabiki bado hawajamrespect zaidi Tina kuhusiana kwamba Kevin anamlilia, Kevin anahitaji kuwa naye katika mahusiano. Mashabiki bado hawajaccept kabisa, wanatoa pongezi anajionea kutokana na kwamba Kevin amekuwa ni mtu ambaye anayetengeneza kazi kwa ufasaha zaidi, ni mtu ambaye anayefanya kazi kwa kuua, na siku zote imekuwa ni kawaida yake kufanya kazi ambazo waga zina high quality, kwa maana kazi ni viwango vya hali ya juu. Ni mtu ambaye ni kawaida. Sasa mimi naendelea kukuomba kwamba endelea kusalia katika chaneli yetu hii hapa pendwa ya Bongo Media, lakini usisahau tu comment na kusubscribe. Achia comment yako kutokana na mtazamo wako. Je, Loveness anahitajika katika movie, katika tamthilia mpya ya Bado Natafuta, au Loveness na Nyuki kwamba hawana nafasi tena? Kevin kwa sababu ameamua kuleta brand nyingine, ameamua kutengeneza watu wengine kama jinsi alivyoweza kuwatengeneza wakina Loveness. Mimi nasubiri comment yako hapo kwenye uwanja wa comment, ni kwamba tutakuja tutajua kwamba una mtazamo gani. Mimi nakuacha na video hii hapa, tukutane next video. Ubaki salama. Tumeshafika mbali, kwa nini urudi njiani mama we, jua mapenzi safari na tumeshafika mbali, kwa nini urudi njiani mama we, ama kukupenda nimefanya makosa, nielewe, mbona kila siku mimi, oh baby, ama penzi langu mtu jamaa ameshaondoka.
Usifanye chafu maana mimi nakujua. Okay, nikuandalie nini mpenzi wangu? Basi. Najua unachokipenda. Afu babe, njoo nikumisi sana. Ngoja nikuandalie chakula kizuri. Afu ukija utakula afu ndio ule. Ni tamthilia nyingi sana ambazo kwa sasa hivi zimekuwa na mapokezi makubwa sana nchini Tanzania hapa, na vijana wa Tanzania mimi na wapongeza kutokana na kazi nzuri ambazo wanazidi kuzifanya. Kati ya moja ambayo ni series pendwa zaidi na sasa hivi inafanya vizuri, ukiangalia numbers zake, ukiangalia wafans, yani kwamba wanazidi kuipenda na movie wanaitaka kila siku. Sasa kuna hii tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Choice. Hii ni tamthilia ambayo mashabiki wanaililia sana, leo kesho wanaitaka, lakini mpaka sasa hivi ameweza kuishia episode ya 71. Bado tunasubiri muendelezo. Mashabiki wameanza kulia tangia mwaka jana, nadhani kuanzia mwezi wa 11 mpaka sasa hivi Januari, tupo mwezi wa kwanza. Leo hii tunazungumza ni tarehe 12. Mashabiki wamezidi kupeleka high pressure kubwa sana katika upande wa Noel, wakiwa wanaitaka movie. Nadhani waga napenda sana kutolea movie ya Dunia, waga napenda kuitolea mfano. Movie ya Dunia iliweza kuondolewa YouTube na kuweza kupelekwa katika app yao ya Dunia series ambayo ilikuwa inapatikana huko Play Store. Nadhani ungekuwa na simu ya Android, nadhani unaipata fasta sana movie ya Dunia huko, lakini pia ukiwa na Apple Store ulikuwa nadhani unaipata mapema zaidi huko katika mitandao, katika app ambazo zimeweza kutengenezwa. Nadhani hata app ya Dunia ilikuwa inapatikana. Sasa hii hapa na yenyewe imeweza kuchukua nafasi kubwa sana katika upande wa mashabiki zake. Wanadai kwamba ni mtu ambaye anaichelewesha kazi. Ukiangalia sasa hivi ana kama miezi miwili hajapandisha kazi yoyote, na bado hatujajua kwamba ana shida gani King Noel. Mshikaji ni mtu ambaye anayefanya poa sana katika tamthilia yake ambayo anayotambana kwa sasa hivi, inafahamika kwa jina la Choice. Yuko katika episode ya 71. Bado mashabiki wanaililia kwamba waweze kupewa episode hii iweze kutoka kwa wakati, maana mashabiki wamechoka kusubiri. Lakini pia mashabiki zake bado wana moyo, bado wanaendelea kumtia moyo mshikaji, na bado wanajipa moyo wa kusubiri. Lakini kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, mtazamaji wa Bongo Media ambaye bado unasalia katika Bongo Media, katika channel yako pendwa zaidi. Tuko hapa kwa ajili ya kukupa update kwamba ni kitu gani kinachoendelea katika upande wa King Noel. Je, kuna kitu ambacho anakipika ili akija kukuachia mambo yawe fire na mambo yawe moto? Nikuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, usisahau kucomment. Toa comment kutokana na mtazamo wako. Je, na wewe unaisubiri kwa hamu kama mashabiki wengine ambao wanaosubiri kwa hamu? Kuna watu wale wapenda kazi waga wanasema kwamba mimi napenda kazi nzuri ama mimi napenda movie nzuri. Nadhani hawaga hawakosekani, na hao ndio watu ambao wamekuwa ni watu wa kushauri kwamba tunahitaji kazi ziweze kutoka kwa wakati. Action za huyu mwamba katika series ambayo inafahamika kwa jina ya Choice, nadhani ni series ambayo anaifanya poa zaidi. Sihitaji kujielezea sana ama sihitaji kumuelezea sana huyu mshikaji. Ukitembelea katika upande wa akaunti yake ya King Noel, nadhani unaweza kuipata tamthilia kuanzia 1 mpaka 71 ili kujua kwamba kaweza kufanya unyama gani katika tamthilia ile ya Choice. Mpaka sasa hivi mashabiki bado wanaendelea kusubiri, hawachoki kusubiri. Waga kuna msemo ule ngoja waga inaumiza matumbo, lakini upande wa King Noel nadhani mashabiki bado wana muda wa kusubiri, bado wana nafasi ya kusubiri. Mshikaji nadhani kuna kitu ambacho atakuwa anakipika kwa ajili ya kuwaletea kitu pendwa zaidi kama hapo awali na kama hapo mwanzo, jinsi alivyozoea kwamba ni mtu ambaye anayewaletea vitu vizuri. I mean kwamba ni mshikaji anayefanya poa sana katika game la Bongo Movie kwa sasa hivi. Ukitaja katika series ambazo ukiandika top 10 uweze kuiacha kuiweka hata nafasi ya 5 au ya 7 hii Choice, kwa maana waga tunaangalia mapokezi ya numbers kubwa sana katika upande wa platforms za mitandao, lakini pia
pia mapokezi makubwa katika mtaani. Je, mtaani umefika? Sisi tunaweza tukazungumza kwamba mtaani kafika, kwa maana mimi mmoja wapo ya watu ambaye niko mtaani naona, na Rebla alikazani imekuwa ni mtu ambaye ninayetembelea, naona kabisa kwamba mapokezi yake mshikaji yamekuwa ni makubwa mno. Sasa mimi naomba niendelee kukukumbusha kwamba endelea kusalia katika channel yako pendwa hii hapa, ili uendelee kupata update. Usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, lakini usisahau kutana notification, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Lakini mimi naomba kukumbusha tu kimoja kwamba next video utajua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea kwa King Noel. Okay, serious action. Unamjua huyo? Nakuuliza, unamjua huyo? Cut. Baila. Piga kweli kibao kupata uhalisia. Sijaona hapo bado uhalisia. Piga kibao. Sasa hajapiga bwana. Hiyo bado so serious bwana. Hebu tufanye serious. Piga kibao. Watu waone kweli tunafanya. Okay, serious hapo. Haya. Action. Unamjua huyo? Nakuuliza, unamjua huyo? Wewe unaleta ujinga wewe. Wewe unaleta ujinga. Sema kama bado sijapata kichwa. Bado nini wewe mbavu nini? Tunamwona Kevin maamuzi ni anakosa sasa, anashindwa kwamba aweze kusimama upande upi, lakini pia penzi lake pamoja na Loveness tunaona kabisa kwamba ni liko matatani. Watu wengi sisi tunatamani tuweze kumuona Kevin akiwa na Loveness, na pia tulitamani tuweze kuona ndoa ya Loveness pamoja na Kevin, lakini Tina ni mtu ambaye ni mtu anayeharibu mipango. Sasa Tina na mpango wake, anampenda Kevin, lakini kumbuka Tina amekuwa ni mtu ambaye hana msimamo katika upande wake, yani katika mambo yake waga hanaga msimamo ambao ulionyoka Tina. Lakini kama akipenda ni mtu ambaye anayependa. Hapa yuko na shoga yake, wanapanga mikakati ya kwenda kukutana na Kevin, lakini kumbuka shoga yake ni rafiki pamoja na Kevin. Huyu mwanadada naye ni kama anamuelewa hivi Kevin. Sasa inakuja kuwa ni hatua ni ngumu sana. Loveness kuna vitu vingi sana anatakiwa aweze kuvumilia juu ya Kevin, kwa maana tunaona kwamba penzi la Kevin pamoja na Loveness ni kama linaenda kufika mwisho. Je, ataweza kuvumilia Loveness? Ataweza kushinda mitihani yote? Kwa sasa hivi Kevin ni kama anamuelewa Tina hivi, kutokana na kwamba Tina kuna itikadi ambazo anamfanyia Kevin, aidha katika msaada au aidha katika vitu vingine. Lakini pia Kevin naye ni kama mtu anayempa good time sana. Kabla sibonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako kisha share video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu pamoja na update zetu. Tuko hapa kuzungumzia mahusiano ya Loveness pamoja na Kevin. Tunaona kama mahusiano yao kuna watu ambao wanaingilia kati, yani kwamba yasiwepo mahusiano ya Kevin pamoja na Loveness. Lakini watu wengi sana walikuwa wanatamani kumuona Loveness akiwa na Kevin, maisha kabisa ambayo ni really tofauti na movie ambazo zinaenda kuigizwa ama sinema ambazo wanakuwa wanazitengeneza. Tamthilia ambazo wamekuwa kituletea ni tamthilia ambazo tunaona kabisa kwamba kuna nyakati ambazo wanakuwa wanapitia ni ngumu, lakini wanakuwa wanavumiliana kutokana na kwamba kuna upendo ambao wanakuwa wanaonyeshana. Upendo ni mzito sana, upendo wa Loveness pamoja na Kevin, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo wanakuwa wanazipitia. Hatujajua kwamba Loveness ataweza kushinda vita hii hapa au Kevin ndo ataweza kushinda vita hii hapa. Kumbuka kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Sasa ile movie ambao bado natafuta, ukiangalia vizuri, kuna huyu mwanadada Tina, yani inaonyesha kabisa kwamba akamkubali mshikaji ambaye ni Kevin, lakini pia Tina naye anaishi nyumbani kwa mama yake. Mama yake pia naye hamuelewi kabisa Kevin, anamwona kama ni kijana ambaye anayetaka kitonga tu, kwamba ni mtu ambaye anataka ganda la ndizi aweze kusaidiwa na Tina ili aweze kujikwamua kimaisha. Sasa bi mkubwa tunamwona kabisa kwamba anaenda kulipinga jambo hili hapa, na kama hajaridhia kabisa kwamba je, Tina ataweza kusimama kama yeye kumshawishi Kevin. Kumbuka Kevin ni mtu ambaye akijua jambo waga ni mtu ambaye ana maamuzi yake. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane katika next video tujue ni kitu
Niliwahi kuja hapa mbele yenu na kuweza kuambia kwamba tamthilia ya Memkwa ni tamthilia ambayo imeweza kupata mapokezi makubwa sana, na si mwingine huyo ni Steve Mweusi, mtaalamu kabisa. Yani mshikaji amezidi kufanya poa sana na mapokezi yake yamekuwa ni makubwa. Sasa katika tamthilia zako ambazo ukikaa ukizitaja pendwa zaidi, uwezi kuikosa kuiweka hii tamthilia ya Memkwa ambayo ni Steve Mweusi. Ukiangalia tamthilia yake kwa sasa hivi ni tamthilia fulani ambayo ameinvest, ni tamthilia fulani ambayo amewekeza. Hemu angalia ufundi ambao ameweza kuwekeza humu katika tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Kuna tamthilia moja ambayo inafanya poa sana, tamthilia ya Dunia. Ni tamthilia ambayo imeweza kuwashika watu, lakini pia kuna tamthilia zingine ambazo zimeweza kupewa nafasi, lakini ukiangalia numbers za tamthilia kwa sasa hivi na numbers ambazo anazopata Clamvevo ama Steve Mweusi, I mean kwamba numbers ambazo wanazopata Dunia, numbers wanazozipata Clamvevo, afu uje compare na Steve Mweusi, unaona kabisa kwamba Dunia sasa hivi mpinzani wake ni Memkwa, kwa maana namba ambazo anazozipata hata Clamvevo kwa sasa hivi sidhani kama anawagusa hawa washikaji. Ukienda katika ule ukweli zaidi kuangalia zile namba na mapokezi kwa sasa hivi, mimi nadhani Memkwa inafanya poa sana. Kabla sijaendelea, nikuombe kitu kimoja, drop maoni yako hapo kuhusiana na mtazamo kuhusiana na hizi tamthilia kwamba unaziona vipi, lakini usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, kisha like video hii hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa turn notification ili uwe mtu wa kwanza kupata kazi zetu. Mimi nimekusogezea taarifa hii hapa ili uweze kujua kwamba kwa sasa hivi Steve ni mtu ambaye anayefanya poa sana. Ukiangalia kwamba kaweza kutoa mashavu kwa watu tofauti. Ukiangalia katika tamthilia hii ya Memkwa, kwa maana humu ndani kuna Msomali, humu ndani kuna Mr. Mwanya, humu ndani kuna wanani ule wanamuita, ni mshikaji ambaye anayefanya poa sana. Wote ambao nimekutajia namba zao, ukiangalia katika social network zao sio namba za kitoto, ni namba kubwa zaidi ambazo zinafanya poa na bado zinapendwa sana na kazi zao. I mean kwamba kazi zao zinapendwa pindi ambapo wanapokuwa wanaachia katika mapokezi yao. Sasa Steve Mweusi kaweza kuwapa shavu, lakini pia kumbuka kwamba kuna mtaalamu pia mwingine ambaye ni Mjeshi Kofia, anafahamika kwa jina la Ndalo, ni mshikaji kutokea Kigoma. Kiukweli kaweza kuiteka sana tasnia ya comedy, lakini Memkwa hii hapa nadhani wamekuja kiutofauti. Mimi bwana, nadhani tuwapigie makofi kidogo ama tuweze kuwapa congratulations kwa maana wamefanya kazi nzuri. Mimi Memkwa kwa sasa hivi ukinitajia katika tamthilia pendwa, hatuwezi kuiacha kuiweka hii Memkwa, lakini pia licha ya Dunia kufanya poa zaidi kwamba namba zake kuwa kubwa, lakini kwa sasa hivi Steve Mweusi kabisa tunaona kwamba anaenda kukompea na Dunia. Ukiangalia hizo namba, mimi kwa sasa hivi Clamvevo na tamthilia yake ya Big Boss siwezi kumpa chance kubwa sana kutokana na mapokezi yake, lakini pia amekuwa ni mtu ambaye anayechelewesha kazi sana kwa mashabiki zake. Imekuwa tofauti na hapo before, ama imekuwa tofauti na kipindi cha nyuma. Clamvevo alikuja na tamthilia yake moja pendwa sana, ilikuwa inaitwa Snake Boy. Ni tamthilia ambayo iliweza kuteka headline, ni tamthilia ambayo iliweza kuwateka watu wengi zaidi, lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba Dunia, ama kweli haya mambo yanaenda na nyakati, na wakati wa Mungu ndo wakati sahihi. Nadhani Steve Mweusi kaweza kupindua hili game, na Baba Asma ambaye yupo katika tamthilia, naamini kabisa kwamba wameweza kupindua huu mkeka. Sasa hatujajua kama Clamvevo analiona hilo ama anajipanga aje upya zaidi ili aweze kuteka zaidi na zaidi mashabiki zake, aendelee kuwapa kile kitu ambacho mashabiki zake walikuwa wanahitaji. Sasa mtazamo wako nasubiri achia hapo chini kutokana na mtazamo wako. Je, una mtazamo gani kuhusiana na hii kazi ya Steve Mweusi ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa? Nimekwambia kwamba hii kazi hapa chukua nafasi kubwa sana kutokana na numbers zake ambazo zinazoonekana. Ukiona tamthilia ambayo ina namba kama hizi za Steve Mweusi katika Memkwa, ama ukiona numbers hizi hapa zinaonekana katika Dunia au Clamvevo anakuwa na namba hizi hapa, it means kwamba mapokezi yao katika kitaa ama katika mtaa, mapokezi yao yanakuwa ni makubwa sana. Sasa washikaji, kiukweli kwa sasa hivi tuweze
tuweze kuwapa nafasi yao, kwa maana washikaji wanafanya poa sana na wameweza kuteka game la bongo movie la tamthilia hizi hapa. Na idhani meme kwa watu wamezidi kuipenda sana kutokana na mambo yao humo ndani. Ukiangalia kuna scene moja ambayo imeweza kuonyesha Steve Mweusi akiwa na wanae wameweza kubeba jeneza, wameingia nalo paka shuleni, lakini pia Steve Mweusi ni mtu ambaye anayeingilia mambo ambayo hayamuhusu. Sasa kipande cha video ambacho nakiona hichi hapa, alikuwa anashindana na Msomali kuimba, lakini ukumbuke Msomali ni msanii wa singeli ambaye kiukweli hakamatiki. Kila ngoma kwake ni hiti. Ni kama sasa hivi ana ngoma yake moja anakuambia mimi ndo yule namfundisha kutoa kitu, mimi ndo yule namfanya disco aluke. Sasa ni Msomali ambaye anayefanya poa sana katika game la singeli kiukweli. Ukitaja katika vijana ambao wana bluza, kwa maana wanafanya poa kiukweli, Msomali huwezi kuacha kumweka. Anajiita Vitamin na kweli vitu vyake ni vitamin ya kutosha. Ukiangalia ngoma ambayo sasa hivi ina trend hii hapa, ni Mnyamwezi kaweza kutulia yeye. Sasa Steve amekuja kuchekesha mbele ya Msomali, kwa maana watu wote wameweza kumkataa, lakini Msomali kaweza kupewa nafasi ya kutosha sana. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tukutane katika next video ili tuweze kujua kwamba ni tamthilia gani nyingine ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa sana katika ufuatiliwa na tamthilia gani ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa katika numbers. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane next video. Suni waishia ufunguo basi. Nakuja bwana wewe. Leta huko. Mimi niliambiwa kabisa yani, usioe wanawake wembamba wanagubu kama nini, na najionea hapa sasa hivi. Yesu! Ndio ushanipenda, nimekuchanganya akili na ndio maana umejua. Wakati unanioa hukuwaona wanawake wanene? Sina namna wapi, wewe nimeamua kukustiri tu mimi. Mimi na wanawake wembamba wapi na wapi? Napenda wanawake wanene, mtoto akipita shepu mwenyewe ukimwangalia macho yanakutoka. Sio wewe, uchezi mbele wala nyuma. I don't want peace. Unishtui wala nini? Kwa taarifa yako, mimi mwenyewe nimekufanyia hisani tu kuolewa na wewe, usicheke na wanaume wenzio. Mimi napenda wanaume wanaoenda gym, wametanuka vifua kama John. I want problems always. Wewe unamzungumzia John huyu? Wanaofanya mazoezi au wamejaza vifua wanaficha madhaifu yao. Unakuta juu kajaa chini hamna kitu. Hamna kitu? Kwa John, niulize mimi. Baada ya kufanya movie yake poa sana huku mtaani ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta, Kevin amekuwa ni mtu ambaye anapata mapokezi mazuri sana. Sasa tunazungumzia movie ambayo iliweza kupata mapokezi mazuri na nadhani iliweza kumpa jina zaidi na kufahamika zaidi. Tunazungumzia movie ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi. Ilikuwa na mapokezi mazuri sana huku mtaani na watu walitokea kuipenda zaidi, licha ya kuwepo tamthilia kadhaa ambazo zilikuwa zinafanya vizuri katika platform ya YouTube, lakini paka huku mtaani zimekuwa hizi tamthilia zikifika na watu zimekuwa zikiwafikia vyema zaidi. Nimeweza kusogezea uchambuzi wa movie ambayo kwa sasa hivi anatambana, ambayo inafahamika kwa jina Bado Natafuta. Ukifuatilia hii movie yuko na mahusiano na mwanadada Tina, lakini ukifuatilia kazi ambayo ameweza kuimaliza ambayo ilikuwa inafahamika kwa jina la Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi, alikuwa na mahusiano na Loveness, lakini huku hii hapa movie ambayo Bado Natafuta yupo na mahusiano na mwanadada Tina. Lakini mwanadada Tina kama kawaida hajawahi kukosaga mambo ya kuwa vulumai. Kila siku ni mtu ambaye yeye waga ni upande wake mambo waga yana roast. Tunadhani hata mashabiki zake wanamjua kabisa kwamba Tina ili aweze kukaa katika usika mzuri ni lazima kwamba mambo yake yaende vibaya. Ni mtu ambaye hajawahi kufanya kitu ama kufanya tendo ambalo likatimia vyema zaidi na mashabiki wakaja kumpongeza, lakini nadhani mashabiki zake wanampenda hivyo. Lakini upande wa Kevin siku zote tumeweza kuona ni mtu ambaye huwa anatia huruma, ni mtu ambaye anapendwa zaidi na mashabiki zake. Hata movie zake ukiziangalia zaidi waga anasimama upande ulio sahihi zaidi, naweza kusema hivyo, kutokana na mashabiki zake wanataka kwamba awe upande gani, na yeye tayari kashajua kwamba mashabiki zake wanahitaji awe
upande gani. Sasa tamthilia ambayo bado natafuta ni tamthilia ambayo kwa sasa hivi inafanya vizuri sana katika platform ya YouTube, lakini pia huku mtaani imeweza kupokelewa vyema licha kuwepo kwa tamthilia kadhaa ambazo kwa sasa hivi zinafanya vizuri. Tuna tamthilia kama Dunia, ni tamthilia ambayo imekuwa pendwa sana na watu, lakini pia tuna tamthilia ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Pia tuna tamthilia nyingine ambayo inafahamika kwa jina la Pressure ambayo inatoka kwa Chado Master. Chado Master naye amekuwa ni mtu ambaye anakamua sana katika upande wa kazi zake. Ukiangalia Mission Impossible na kazi kadhaa ambazo ameweza kuzifanya hapo kipindi cha nyuma, ni mtu ambaye anayefanya poa sana. Lakini pia Steve huwezi kuacha kumuongelea na tamthilia yake mpya hii hapa ambayo inafahamika kwa jina la Memkwa. Lakini kuna mtu mmoja aliweza kuposti kipande cha video cha Memkwa ambacho kilikuwa kinamuonyesha Steve akiwa na Andalo, lakini kuna mtu alikuja kureplay ama alikuja kucomment, nadhani alikuwa ni shabiki huyu hapa, akasema kwamba najitahidi sana kuielewa hii movie ya Memkwa lakini nimeshindwa zaidi kuielewa. Nadhani tuweze kumshauri kitu kimoja upande wake, kwamba aanze mwanzo kuifuatilia mpaka sehemu ambapo lipofikia. Huenda akawa ameianzia katikati au huenda ameianzia kipande ambacho kilichofuata, kwa maana baadhi ya watu wamekuwa wakiongelea vyema zaidi hii movie ya Memkwa. Lakini nilikutana na comment yake ambayo alikuwa ni peke yake, nadhani kwa akiwa anaiongelea series ya Memkwa kwamba hajaielewa kabisa kwamba ni kitu gani ambacho wanafanya. Lakini ukiingia upande wa numbers, ukiingia katika upande wa mapokezi, ni mapokezi makubwa kiukweli hii tamthilia imeweza kupata. Kwa sasa hivi tukizungumzia Dunia ama tukizungumzia tamthilia ambazo zinakuwa zina numbers nyingi sana, tutaizungumzia Dunia, lakini tutaizungumzia hii Memkwa, tutamweka na Clamvevo ambaye anatamba na tamthilia yake ya Big Boss. Lakini pia kuna tamthilia nyingine ambayo watu wanaichukulia poa, lakini nadhani inazidi kufanya vizuri ikiwa na numbers vizuri. Kuna tamthilia moja ambayo inafahamika kwa jina la Pasua Kichwa, nadhani inaruka katika channel moja ya Vevo Wood katika upande wa YouTube, na ni tamthilia ambayo na yenyewe naona kabisa kwamba numbers zake zinakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia kuna watu kama kina Pasa, na ukiangalia numbers zao katika tamthilia ambazo wanazozifanya, nadhani mapokezi yao yanakuwa ni makubwa zaidi, licha kwamba tunawaangalia hawa public figure ambao tumeshawazoea zaidi. Lakini ukimfuatilia Pasa, ukimfuatilia Dubu, ni watu ambao ukiangalia numbers zao zinatisha, lakini unaweza kusema kwamba mbona kwenye headline media haziwazingatii sana. Sasa jambo kubwa jingine ambalo tumeweza kulipokea mashabiki ni jambo ambalo linamhusu Leonardo. Leonardo ni mchekeshaji, ni mtu ambaye ni content creator ambaye anafanya comedy. Lakini pia kwa sasa hivi kuna tamthilia ambayo ameweza kutuletea, kwa maana na yeye kaamua sasa kudondokea huko ambako wanakotamba wao. Sasa kaamua kuja kuonyesha umwamba kwamba na yeye anaweza, kwamba wasije wakamchukulia poa tu, lakini kwamba sio upande tu wa kwamba kutengeleza hivi vibonzo ambavyo vinakuwa vinaanzia dakika 10 mpaka dakika 1. Lakini kwa sasa hivi ametuletea tamthilia yake. Tamthilia yake unaipata katika upande wa account yake ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka. Nadhani kwa mapokezi ambayo ameweza kuyapata kutokana na kwamba ameweza kudondokea katika game la tamthilia ambalo kuna wenyeji tayari ambao washamtangulia, kwa numbers ambazo ameweza kuzipata upande wake, nadhani anatakiwa aweze kujipongeza, licha ya kwamba kuwa na jina kubwa ama kuwa na ile kufahamika zaidi, kuwa famous. Sasa tunaongelea kwamba episode ya kwanza ya Leonard ambayo inafahamika kwa jina la Mashaka, hiyo tamthilia yake tunazungumzia ikiwa na watazamaji zaidi ya 62,000, lakini season 2 pia ameweza kuiposti hapo jana ambayo ina siku moja ina watu 25,000. Haya ni mapokezi mazuri sana upande wa Leonard. Nadhani haya hapa ni mapokezi makubwa zaidi katika jamii ama katika kuwafikia watu kadhaa. Hii kazi ambayo ameweza kuitengeneza ama tamthilia ambayo ameweza kuiandaa, tumeweza kushuhudia ma content creator kadhaa ambao wamewahi kudondokea upande wa tamthilia za YouTube na wameshindwa kabisa kupata mapokezi mazuri. Tunaweza tukamwongelea Mr. Mwanya ambaye aliweza kutuletea tamthilia kadhaa hapo kipindi cha nyuma. Tamthilia zake hazikuwa na mapokezi makubwa zaidi. Kuna tamthilia moja ambayo
aliileta kwamba ilikuwa inaitwa Msela. Haikuwa na mapokezi makubwa sana, lakini pia kuna watu kadhaa ambao wamejaribu kufanya huko YouTube. Tukimzungumzia hata Nkonzala, naye amewahi kutuletea tamthilia kadhaa ambazo mapokezi yake yanakuwa sio mazuri, kwa maana nadhani mwendelezo anakuwa hana zaidi, anakuwa na dili na platform zingine, lakini upande wa YouTube mwendelezo unakuwa ni hafifu sana, na hisi kutokana na mapokezi kuwa madogo. Nadhani kama ungekuwa anapata mapokezi makubwa kama kina Steve Mweusi, Dunia, ama tungekuwa anapata mapokezi kama ya Crown Vevo, nadhani wangeweza kukomana YouTubers, nadhani na kazi tungeweza kuziona. Kwa sasa hivi nadhani wao wanadili na platform zingine. Ukiangalia numbers zao katika mitandao mingine tofauti na YouTube, wanapata namba kubwa sana tofauti na YouTube. Lakini pia hatuwezi kumsahau Steve Mweusi katika hizo platform zingine ambazo tunaweza tukazizungumzia tofauti na YouTube. Ni mtu ambaye ana numbers kubwa sana, ameweza kuwazidi waigizaji wengi. Tukimzungumzia kama Kevin ambaye kwa sasa hivi anatamba na movie ya Bado Natafuta, lakini pia hapo awali kama nilivyokuja kukujuza kwamba aliweza kutamba na tamthilia ambayo ilikuwa inafahamika Mtoto wa Bosi na Mdada wa Kazi. Sasa mshikaji ambaye ni Kevin, ukiangalia platform zake za mitandao mingine ukitoa YouTube ambayo ina 1.2 milioni, ukija upande wa Instagram hana wafasi wengi zaidi, ana zaidi ya watu followers ambao wameweza kumfuata ni 80,000 na pointi kadhaa. Lakini ukija upande wa Steve Mweusi ni mtu ambaye tunazungumzia yupo katika upande wa milioni, lakini pia Facebook yuko upande wa milioni. Kevin nadhani Facebook milioni hajafika. Tunamzungumzia upande wa TikTok milioni kaweza kufika pamoja na Loveness, lakini wasanii wake kadhaa ambao kama Tina na wasanii wengine ambao kama Nyuki hawajafika kabisa hata milioni moja. Huenda wengine kama tunamzungumzia kama Nyuki ama Tina, kwa sababu wamekuwa ni watu ambao wanacheza upande wa ubaya tu katika movie ambazo anakuwa anaziandaa Kevin. Sasa wao wamekuwa na watu wachache zaidi. Sasa sijajua mpaka maisha halisia kwamba wanakuwa wanachukiwa au vipi kutokana na followers ambao wanao. Ukiangalia Loveness, kwa sababu yuko upande mzuri wa Kevin, ni upande ambao wanakuwa wanaonea huruma kiukweli. Ukiangalia followers wake, ana followers wengi zaidi ya kumzidi Tina, Nyuki, yani kwamba ukizungumzia wasanii ambao wako chini ya Kevin, ukimtoa Kevin mwenyewe upande wa TikTok, upande wa Facebook na upande wa Instagram, tunampa huyu mwanadada ambaye ni Loveness. Mara nyingi amekuwa akicheza kama yupo kwenye mara nyingi waga anacheza upo kwenye mahusiano naye. Sasa ni mdada ambaye na yeye ana numbers kubwa sana katika upande wa mitandao, lakini upande wa YouTube sije kuona YouTube yake, na ime kwamba ndani tusubiri kama kuna jambo lolote ambalo ataweza kutujuza kuhusiana na platform hiyo ya YouTube ambayo imekuwa ni ngumu zaidi. Tunaweza tukampongeza upande wa msanii mmoja ambaye ni Crown Vevo. Amekuwa na mshikamano mzuri sana na wasanii wake, ama amekuwa na mawasiliano mazuri sana na wasanii ambao anaokuwa anafanya nao kazi. Tumeweza kumuona kama Kipala Blandi, Mwakatobe, lakini pia Eliza Mideko na watu kadhaa ambao wameweza kutoka kwa Crown Vevo. Ni watu ambao kwa sasa hivi ukiwaangalia ama ukiwazungumzia kwenye headline unazungumzia ni watu ambao wana pesa na akaunti zao ni kubwa sana. Sijajua kwamba mshikaji waga na siri gani ambayo waga anawapa au waga anawatengeneza then kwamba anawapa maarifa kwamba nendeni sasa mkafanye 1 2 3. Ukiangalia namba za wasanii ambao nimekutajia ambao wameweza kutoka kwa Crown Vevo, namba zao ni kubwa zaidi. Sasa mimi naomba nikuache katika video hii hapa ili tuweze kukutana next video, tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea katika tamthilia ambazo zina mapokezi makubwa sana huku mtaani. Mimi nimekusogea hapa kwa ajili ya kukujuza kwamba mapokezi ya tamthilia sasa hivi, tamthilia ambazo zimeweza kupokelewa vyema zaidi, nimeweza kuzifafanua hapo na kuzichanganua zaidi. Lakini nikuombe kitu kimoja, usisahau kubonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe, achia comment yako kutokana na mtazamo. Mimi nakuacha na hii. Siku zote Mungu akikupa kibali ndo huwa kimetoka hivyo. Sasa kuna huyu mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Kevin. Mshikaji amekuwa akifanya poa sana katika game la Bongo Movie kwa sasa hivi. Ni mtu anayefanya tamthilia ambazo zimekuwa nipendwa sana katika platform ya YouTube, lakini pia katika mapokezi ya mtaani. Kwa sasa hivi amekuwa na session hiyo ambapo kazi zake zimekuwa zikipokelewa kiukubwa sana. Ametoka kutupa kazi moja ambayo ilikuwa inaitwa Penzi la Mtoto wa Boss, lakini kuna series nyingine ambayo ameweza kuikatisha. Tujajua je atatuletea mwendelezo wake ama inakuaje. Kuna series moja ambayo ilikuwa inaitwa Superstar, aliweza
kumshirikisha mpaka KP, kwa maana kuna kitu ambacho aliweza kukifanya ni kitu poa sana. Kwa sasa hivi ameweza kutuletea kazi hii hapa ambayo inaitwa Bado Natafuta. Matukio ya mshikaji siku zote waga ni matukio ambayo waga yanatukonga sana mioyo yetu, kutokana kwamba na matukio anayoyafanya. Lakini pia kuna kitu ambacho tunazidi kushangaa sana, kwamba katika story zake za movie hizi Kevin amekuwa akimtumia Tina katika upande ambao waga ni upande usiokuwa na faida, kwa maana Tina amekuwa ni mtu ambaye ni kigeugeu. Lakini pia Kevin katika movie hii hapa Bado Natafuta ni mshikaji ambaye hana chochote kabisa, na anahitaji kusapotiwa, na anahitaji aweze kupata company ili aweze kusimama. Lakini pia Tina kuna mtu mwingine ambaye yupo katika mahusiano naye ambaye anafanya naye kazi, lakini Kevin ni mtu ambaye hana chochote kabisa, kwamba anahitaji support ya Tina ili aweze kufika sehemu anayoitaka. Sasa Tina naye amekuwa ni mtu ambaye ndume la kweli, lakini kwa sasa hivi Tina tunamwona kabisa kwamba moyo wake kauwekeza kwa Kevin. Lakini Kevin pia naye ni mshikaji ambaye hahitaji dharau kabisa katika maisha yake. Lakini kabla sijaendelea, ni kuombe kitu kimoja, bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, acha comment yako, kisha like video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Turn notification hapo, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu. Sasa Kevin kuna matukio ambayo anayafanya, tunaanza kuyalinganisha na matukio ambayo ameweza kuyafanya katika movie ambayo iliyopita, Penzi la Mtoto wa Boss na Mdada wa Kazi. Kuna matukio ambayo waga mshikaji waga anayafanya mpaka sisi katika jamii tunaona kabisa kwamba matukio ambayo anayofanyiwa na Tina ama matukio ambayo anayofanya yeye yanakuwa yanamlinda katika upande wa uzuri. Tina siku zote vita yake waga hajawahi kushinda, vita yake waga ni mbaya na mwisho wake waga ni mbaya. Lakini tunaamini kabisa Tina kama angekuwa na moyo mmoja ambao akisema kwamba akifall in love na akimpenda mtu ndo moyo wake anawekeza hivyo, tunaamini kabisa kwamba angekuwa ametulia Tina, na tena angeweza kupata mtu ambaye aliye sahihi, kutokana kwamba upendo wake, akiamua kumpenda mtu waga anampenda kweli. Lakini Tina sasa amekuja kutupa lawama kwa mama yake. Huyu hapa ni mama yake Tina, amekuja kumtupia lawama. Tina ameamka asubuhi, hahitaji tena kumsalimia mama yake, akawa anaondoka kuelekea katika majukumu yake ambayo alikuwa anaenda kutimiza, majukumu ya siku, ili familia iweze kupata chochote kitu, ili na siku pia iweze kwenda. Lakini mama yake kaweza kumstopisha na kumwambia kwamba mbona mwanangu sija kufundisha hivyo? Sina kumbukumbu kama malezi yangu niliweza kukufundisha kwa staili hiyo, kwamba huhitaji mzazi wako kunijulia hali wala huhitaji kujua chochote. Lakini mama naye inaonekana kwamba ana chuki binafsi, kwa maana bibi mkubwa naye hamuelewi kabisa Kevin. Sasa Tina tayari kashampenda Kevin. Bibi mkubwa anamwambia kwamba mimi sikuwa na budi, ningefanyaje? Lakini Tina baada ya kusemeshwa na bibi mkubwa wake kwamba mbona unaondoka kimya kimya, alianza kutupa lawama bibi mkubwa kwamba mama, pesa nimeshakupa, unahitaji kitu kingine. Kitu gani ambacho unachokihitaji kutoka kwangu? Kama mtu wangu tayari ushanifukuzia na umeweza kumkaribisha huyo mtu mwingine ambaye unayemtaka wewe, ni kitu gani ambacho unachokitaka? Nishakwambia mimi nampenda Kevin. Lakini bibi mkubwa aliweza kuongea kitu kimoja, aliweza kuongea kwamba mimi nimemkarimu tu kama mgeni, nimemkaribisha kama mgeni na sikuwa na budi, kwa maana yule ni mgeni, kwa hiyo nimkarimu vizuri. Lakini Tina naye aliweza kumwambia mama yake kwamba kwa nini hujamkaribisha mke wako kwa staili hiyo, umeweza kumkaribisha mgeni? Tina alitamani kuonyeshwa kwamba upendo ambao ameweza kuonyeshwa mgeni angeweza kupata ukarimu huu hapa Kevin. Tuna imani kabisa kwamba Kevin angeweza kuweka kambi katika nyumba ya kina Tina, lakini pia Kevin sidhani kama angeweza kuondoka. Nikuombe kitu kimoja, mimi na kuacha na video hii hapa, tukutane katika next video kwamba tujue ni matukio gani ambayo aliweza kujitokeza katika movie ambayo inaendelea Bado Natafuta. Tunamwona Kevin maamuzi ni anakosa, sasa anashindwa kwamba aweze kusimama upande upi. Lakini pia penzi lake pamoja na Loveness tunaona kabisa kwamba ni liko matatani. Watu wengi sisi tunatamani tuweze kumuona Kevin akiwa na Loveness, na pia tulitamani tuweze kuona ndoa ya Loveness pamoja na Kevin. Lakini Tina ni mtu ambaye ni mtu anayeharibu mipango. Sasa Tina na mpango wake, anampenda Kevin, lakini kumbuka Tina amekuwa ni mtu ambaye hana msimamo.
katika upande wake, yani katika mambo yake waga hanaga msimamo ambao ulionyoka Tina, lakini kama akikupenda ni mtu ambaye anayependa. Hapa yuko na shoga yake, wanapanga mikakati ya kwenda kukutana na Kevin, lakini kumbuka shoga yake ni rafiki pamoja na Kevin. Huyu mwanadada naye ni kama anamuelewa hivi Kevin. Sasa inakuja kuwa ni hatua ni ngumu sana. Loveness kuna vitu vingi sana anatakiwa aweze kuvumilia juu ya Kevin, kwa maana tunaona kwamba penzi la Kevin pamoja na Loveness ni kama linaenda kufika mwisho. Je, ataweza kuvumilia Loveness? Ataweza kushinda mitihani yote? Kwa sasa hivi Kevin ni kama anamuelewa Tina hivi, kutokana na kwamba Tina kuna itikadi ambazo anamfanyia Kevin, aidha katika msaada au aidha katika vitu vingine, lakini pia Kevin naye ni kama mtu anayempa good time sana. Kabla bonyeza neno ambalo limeandikwa subscribe hapo, achia comment yako, kisha share video hii hapa, uwe mtu wa kwanza kabisa kupata kazi zetu pamoja na update zetu. Tuko hapa kuzungumzia mahusiano ya Loveness pamoja na Kevin. Tunaona kama mahusiano yao kuna watu ambao wanaingilia kati, yani kwamba yasiwepo mahusiano ya Kevin pamoja na Loveness, lakini watu wengi sana walikuwa wanatamani kumuona Loveness akiwa na Kevin, maisha kabisa ambayo ni really tofauti na movie ambazo zinaenda kuigizwa ama sinema ambazo wanakuwa wanazitengeneza. Tamthilia ambazo wamekuwa kituletea ni tamthilia ambazo tunaona kabisa kwamba kuna nyakati ambazo wanakuwa wanapitia ni ngumu, lakini wanakuwa wanavumiliana kutokana na kwamba kuna upendo ambao wanakuwa wanaonyeshana. Upendo ni mzito sana, upendo wa Loveness pamoja na Kevin, lakini kuna changamoto kadhaa ambazo wanakuwa wanazipitia. Hatujajua kwamba Loveness ataweza kushinda vita hii hapa au Kevin ndo ataweza kushinda vita hii hapa. Kumbuka kuna mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Tina. Sasa ile movie ambao bado natafuta, ukiangalia vizuri, kuna huyu mwanadada Tina, yani inaonyesha kabisa kwamba akamkubali mshikaji ambaye ni Kevin, lakini pia Tina naye anaishi nyumbani kwa mama yake. Mama yake pia naye hamuelewi kabisa Kevin, anamwona kama ni kijana ambaye anayetaka kitonga tu, kwamba ni mtu ambaye anataka ganda la ndizi aweze kusaidiwa na Tina ili aweze kujikwamua kimaisha. Sasa bi mkubwa tunamwona kabisa kwamba anaenda kulipinga jambo hili hapa, na kama hajaridhia kabisa kwamba je, Tina ataweza kusimama kama yeye kumshawishi Kevin. Kumbuka Kevin ni mtu ambaye akijua jambo waga ni mtu ambaye ana maamuzi yake. Mimi nakuacha na hii hapa, tukutane katika next video tujue ni kitu. Tunaona Kevin ameshindwa kabisa kuvumilia katika movie yake Bado Natafuta. Mshikaji kaweza kuiachia kwa sasa hivi, inapatikana katika platform yake ya Ndota TV. Bado Natafuta ni tamthilia mpya ambayo ameweza kutuletea kwa sasa hivi, lakini ukifuatilia ile tamthilia mle ndani kaweza kufanya unyama wa kutosha sana. Naweza kuipa nafasi kubwa sana tamthilia hii hapa, licha ya kuwa kwamba watu waliopo katika movie ya Bado Natafuta unaweza kusema kwamba hawana fan base kubwa sana zaidi yake ya yeye Kevin, lakini ameweza kuwatengeleza wasanii wake hawa na wana perform ambavyo kwa 100% kabisa. Mimi naipa tamthilia hii hapa nafasi kubwa sana ya kufanya, kwa maana mapokezi yamekuwa ni makubwa kama Penzi la Mtoto wa Boss na Mdada wa Kazi. Sasa Kevin humu yupo na mahusiano na Tina kaweza kumconvince ili waweze kurudiana. Mshikaji aliweza kufukuzwa pale kwa kina Tina na mama yake Tina hamuhitaji kabisa kumuona mshikaji, kwa maana anadai kuwa mshikaji anatembelea kitonga, lakini mwanadada Tina anamuelewa mshikaji, kwa maana anajua kwamba mshikaji kama akikaa vizuri, nadhani mitikasi yake ataifanya vizuri na maisha yataendelea. Kabla sijaendelea, ni kuombe bonyeza neno limeandikwa subscribe hapo chini, kisha like video hii, apatia comment yako, share ili na wenzio waweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho kinachoendelea kati ya Kevin pamoja na Tina. Sasa Loveness hatuwezi kumpa nafasi kubwa sana katika movie hii hapa, lakini Kevin bado anauliza kwamba ameweza kurudiana na mke wake wa zamani ambaye ni Tina. Tina kaenda kuomba msamaha, kajishusha kwa ajili ya kuomba msamaha, lakini pia Kevin kaweza kumuelewa na kaweza kumpa nafasi nyingine tena ya kuwa naye. Lakini kuna kitu kimoja mshikaji ameweza kujifunza pale nyumbani. Mshikaji katika movie ambayo inaitwa Bado Natafuta, kuna kitu ameweza kujifunza kwa kina Tina, kwa
maana kitu ambacho ameweza kujifunza ni kuishi vizuri na mama yake Tina. Yani ameweza kutafakari na kutafuta namna nzuri ambayo ataweza kuishi naye vyema vizuri, ili mambo mengine yasiweze kutokea na wasimkwaze. Lakini mama yake Tina sidhani kama ataweza kumpa hiyo nafasi, kutokana kwamba yeye kuna mchizi mwingine ambaye anatamani aweze kuolewa na Tina, lakini Tina moyo wake umeshamwangukia Kevin. Lakini kumbuke tu kwamba Kevin waga ni mtu ambaye anapenda sana Loveness, na Loveness bado hatujaona nafasi ya kipeo katika, bado anatafuta, hatujajua kama kuna ugomvi ama kuna kitu gani ambacho kinaendelea katika tamthilia hii hapa. So kawaida kabisa kuna wahusika ambao tumewazoea kuwaona katika tamthilia hii hapa au tamthilia ambazo waga zinapita hapo nyuma, kwa maana amini kwamba tamthilia za Kevin au Ndota TV tumezoea kwamba washirika wanakuwa wasanii wake ambao amewatengeneza, lakini kwa hivi karibuni, kwa sasa hivi tunaona kabisa kwamba ana new sura, kwa maana new brand zingine ambazo anazileta in town ili kwamba ziweze kupokelewa vyema, ili aweze kuinuka tena shujaa. Mshikaji amekuwa na roho nzuri sana ya kusupport watu tofauti tofauti, naamini kwamba mshikaji hana roho mbaya, ndio maana kazi zake pindi anapoleta mapokezi yanakuwa ni makubwa sana, kwa maana blessings zinakuwa ni kubwa sana katika kwa Mwenyezi Mungu, anampa baraka nyingi sana, kwa maana kila kazi anayotoa inakuwa inapokelewa vyema. Lakini kuna kitu kimoja ambacho mimi nashindwa kuelewa katika upande wake. Kuna kazi moja ambayo ilikuwa inaitwa Superstar, ameshindwa kuiendeleza, kwa maana aliweza kutuintroduce katika mtaani na watu waweze kuipokea vizuri. Mpaka sasa hivi inaweza kukupa 55% kwamba bado natafuta imeweza kupokelewa vyema sana mtaani, kwa maana nimepita nyumba kama kadhaa, nimeweza kusikia kwamba wanaizungumzia hii tamthilia ya bado natafuta kutoka kwa kijana ambaye ni Ndota. Huyu ni bongo movie mzuri sana, mshikaji anafanya vizuri sana kwa sasa hivi. Ukizungumzia katika top 10 au top 5 huwezi kuacha kumzungumzia huyu mshikaji, kwa maana anafanya poa sana. Mimi naomba nikuache na video hii hapa, tukutane katika next video tuweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho anazidi kufanya ili kwa ajili ya kuweza kuteka moyo wa Loveness. I mean kwamba moyo wa Tina ataweza kuishi nao Kevin. Je, na mama yake ataweza kuishi naye pale? Kumbuka bi mkubwa hamuelewi kabisa, lakini mwanadada anamuelewa mshikaji. Je, ataweza kuendana mazingira na mama yake Loveness kama mama yake Tina kama alivyojieleza? Next video tuweze kujua kwamba ni tukio gani ambalo liliendelea. Bye bye.